Shukran za dhati zikufikie popote pale unazidi kufuatilia Double Updates, mtazamaji wangu. Mimi matumaini yangu ni kwamba unaendelea vizuri kabisa, na tumai pia vile vile unaendelea kuenjoy msimu huu hapa wa Christmas. Tumesalia na kama siku mbili hivi tuvuke mwaka mpya, mwaka 2026. Tunamuomba Mwenyezi Mungu azidi kututangulia, azidi kutupambania tunapoingia mwaka mpya, mwaka 2026. Iwe basi ni mwaka wa baraka, milango ifunguke, mambo yetu yanyooke, and nina uhakika mambo yataenda vizuri sana. Sasa kwenye ulimwengu wa siasa kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea, lakini kwa sasa hivi kwa wale ambao wanafuatilia siasa, story kubwa kabisa ambayo inazungumziwa sasa hivi ni swala la chama cha ODM kuingia kwenye makubaliano na chama tawala UDA kwa ajili ya kumsukuma Rais Ruto kwenye uchaguzi ujao, na uzungumzia uchaguzi wa mwaka 2027. And kutoka KTN News kuna taarifa ambao walikuwa wametuandalia na wakawa wanasema ni za ndani kabisa kwamba kuna mkutano ambao ulifanyika, mkutano ambao haukutakiwa kujulikana au kuambiwa au kutangaziwa watu kwamba ilifanyika, lakini mwisho siku kulingana na pia wao kama watu ambao wamekuwepo hapa muda mrefu na wanasiasa ni wale wale, walifanikiwa kupata taarifa hizo kuhusu mkutano ambayo William Ruto alifanya baadhi ya viongozi wa ODM, wale viongozi ambao wana support swala la two term. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nataka tufanye, kwa sababu kabla hatujazungumzia sote tunataka kuelewa, kwa sababu mimi mwenyewe nimechukua muda wangu nikafuatilia taarifa yenyewe na nikapata majina ya baadhi ya viongozi ambao walikutana na William Samoei Ruto kutoka huko ODM, and sababu pia zipo. Kwa hiyo taarifa hii hapa ina kila kitu ambacho unatakiwa kuweka kwenye kichwa au kuelewa, au sio, kuhusu kinachoendelea kati ya William Samoei Ruto na ODM. Ndo hata tunapoizungumzia kuendelea unaelewa what's happening, kina nani walikutana, waliongea nini, mission yao kubwa ni gani. Kwa hiyo tazama kwanza ndo tuzidi, mtazamaji wangu. Karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Mwelekeo wa chama cha ODM na mustakabali wa siasa za upinzani nchini huenda ukabadilika, KTN kibaini kufanyika kwa mikutano ya siri kati ya uongozi wa ODM na chama tawala cha UDA. Inadaiwa kuwa Rais William Ruto alikutana kwa faragha na viongozi wakuu wa ODM katika eneo la Transmara siku ya Krismasi, kwenye mazungumzo ambayo wadadisi wanasema yalilenga kudhoofisha ODM kutoka ndani na hatimaye kuvuka chama hicho kuingia kwenye UDA kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Mwandishi wetu Haman Kamareki na taarifa hiyo kwa kina. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali ndani ya ODM na serikalini, mkutano huo wa takriban saa 2 uliwahusisha viongozi wachache walioteuliwa kimkakati kutoka chama cha ODM. Miongoni mwa waliohudhuria ni kiongozi wa chama Oburu Odinga, Waziri Wycliffe Wambetsa Oparanya, Waziri Opiyo Wandayi, mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed, gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, pamoja na gavana wa Mombasa Abdulswamad Nasir. Hata hivyo, viongozi kadhaa maarufu wa ODM hawakuwepo kwenye mkutano huo. Hao ni pamoja na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, Winnie Odinga, naibu kiongozi wa chama Godfrey Osotsi, pamoja na gavana wa Siaya James Orengo. Hawa ni viongozi ambao kwa muda wamekuwa wakipinga waziwazi ushirikiano wa karibu kati ya ODM na serikali ya Kenya Kwanza. Vyanzo vinasema hatima yao kisiasa ilijadiliwa. Na wengine ambao wanatembea nasi mchana lakini usiku wanajaribu kuuza hii chama. Haiwezekani. ODM was not born in a boardroom. Baba alituambia tukiwa wote ya kwamba we must keep the identity of this party called ODM as a separate entity from any other. Vyanzo viliozungumza kwa siri na KTN kwa masharti ya kutotajwa majina vinasema mkutano huo haukuwa mazungumzo ya ushirikiano wa kawaida, bali ulikuwa sehemu ya mpango uliopangwa kwa makini wa kuvunja ODM kama chama huru cha kisiasa. Zamani nilikuwa nasikia wakisema ODM, unasema mko tayari.
Kweli mko tayari ama hamko tayari nyinyi? ODM. Inadaiwa kuwa mpango huo unahusisha kufadhili chaguzi za dharura za chama katika ngazi ya mashinani na kitaifa, kuchaguliwa kwa uongozi unaoonekana kuwa tayari kushirikiana, kisha kuitisha mkutano mkuu wa kitaifa wa wajumbe ili kuidhinisha muungano rasmi na UDA kufikia Machi mwaka ujao. Na sisi UDA na Kenya Kwanza tuko tayari. Kwa hivyo tujipange, tuunde serikali, tupeleke Kenya first world. Iwapo mpango huo utafanikiwa, basi idadi ya wafuasi wa ODM itaelekezwa moja kwa moja katika mkakati wa Rais Ruto kutafuta muhula wa pili mwaka 2027. Vyanzo hivyo vinadai kuwa kuna pesa zilizotolewa wakati wa mkutano huo. Hata hivyo, katika ukanda wa Pwani, naibu kiongozi wa ODM Abdulswamad Nassir amethibitisha hadharani kuwa chama hicho kinazingatia uwezekano wa mazungumzo rasmi ya kisiasa na serikali ya Rais William Samoei Ruto. Agenda iwe ni kupeana ruhusa chama cha ODM kianze mazungumzo ya ubana na kuweza kuweka uwazi na wale ambao kwamba ni wa chama cha Rais Ruto UDA, tukubaliane. Kadri safari ya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027 inavyozidi kunoga, mapambano ya kuamua hatma ya ODM yanaonekana kuanza rasmi, yakizua maswali mazito kuhusu iwapo chama hicho kitaendelea kusalia katika upinzani au kitaangushwa taratibu kutoka ndani. Haman Kamariki, KTN. Okay, ni sawa. Mwaka 2027 inakaribia and nadhani kwa wale ambao nimekuwa nikizungumza nao ambao wamekuwa wakiniuliza bana kunaendaje and mwaka 2026 itakuwaje? Itakuwa ni marathon and haya ni kama ni ya sasa hivi tu, yani niseme ndo kama mwanzo tu wa sinema, yani niseme introduction. Makubwa yanakuja hapa mbele. I'm telling you, watu watakuwa wana switch, wengine wanatoka, wengine wanarudi, wengine wanaingia, wengine wanatengeneza timu mpya. So kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuja, mtazamaji wangu. Kwa hiyo what you need to do ni kuhakikisha unakuwa karibu na screen yako, unakuwa karibu na TV yako, unakuwa karibu na simu yako, data unaweka ya kutosha, kwa sababu yani matukio yanafuata, yani ni mengi na ni makubwa sana, mtazamaji wangu. So umewapata wale mandugu ambao wanamtaka William Samoei Ruto afaulu mwaka 2027, na support ya ODM inatakikana kabisa. Kina Wandai, kina Gladys Wanga, kina Oburu ambaye ni party leader, and ni majina ambayo sio mageni vile, kwa sababu ni baadhi ya majina ambayo nimekuwa nikiyataja hapa kila siku kwamba hawa ndo team tutam, hawa ndo wanataka William Samoei Ruto afanikiwe. And of course lazima Ruto atakuwa amewagawia kitu chao ili wasupport, kwa sababu sasa iko hivyo. So ni miongoni mwa watu ambao wamekubali kuchukua kitu kutoka kwa William ili basi na William na yeye apate hiyo support ya kipande cha ODM. And I'm saying kipande cha ODM kwa sababu hawezi kupata hiyo support nzima ya ODM, inakuwa ni vigumu sana. Why? Unajua siasa it's all about numbers. Yani wewe una watu wangapi? Umenipata Kwa hiyo ODM kama chama ni chama kubwa ambayo mwisho siku hata nyinyi wenyewe mnaelewa kabisa ina watu wengi, sio? Ina watu wengi sana. ODM ina watu wengi sana. Ni kitu ambacho ni fact, ni kitu ambacho siwezi nikakataa, au sio? Lakini sasa nazungumzia kipande kwa sababu hata wale ambao wanamsupport William Samoei Ruto, they are not that powerful. Yani sio watu ambao tunaweza nikasema wana nguvu kubwa. Yes, wana nguvu fulani na wana idadi ya watu ambao wanaweza wapeleka kwa William Samoei Ruto, lakini sasa idadi ya watu ambao wanasalia, kwa sababu hata kwenye hiyo taarifa wewe mwenyewe ndio umesikiliza timu ambayo imeingia kwenye mkutano na ile ambayo haijaingia kwenye mkutano. So ukisikiliza vizuri hapo utagundua kwamba kuna hiyo timu nyingine, akina Babu, akina Orengo, akina Sifuna, akina Sosi, akina wale watu wengine, akina Winnie Odinga. Winnie Odinga ametajwa hapo, ni miongoni mwa watu ambao wao they don't agree kabisa na William Samoei Ruto kwenye swala la ODM sijui kuunga mkono UDA cha lazima na vitu kama hivyo, mtazamaji wangu. So the strongest team nadhani ni hii ambayo inakataa kusupport William Samoei Ruto, na ndio hiyo team ambayo haikuingia kwenye mkutano
na William Samoei Ruto. And hapa mimi sitaki kudanganya, nitakupa baadhi ya sababu zangu ambazo mimi zinanionyesha kwamba ile timu ambayo haisupport William Ruto kutoka ODM ndo the strongest. Hata hii ambayo ina support kwa sababu ina uwezo wa kuwa na hela, ina uwezo wa kuconvince watu labda kutumia pesa, kulazimisha na nini na vitu kama hivyo. Lakini sasa ile team natural, ile timu ambayo ikisema hivi watu wanaamini bila hata kulipa kitu chochote, ni hii timu nyingine ambao hawakwenda mkutano. And it's very simple. Yani kuna vitu vingine ambavyo sio lazima, umenipata sio lazima eti uumize akili ndio ujue kunaendaje. Mtu kama Babu Owino ukimuona, these are people who speak like ordinary people. Yani wao ukiwaangalia vizuri, yani supporters wa ODM wana feel yani wana feel kuna ka honesty fulani, umenipata hawa ni miongoni mwa watu ambao wanaweza wakatoa direction ambayo inaeleweka. Umenipata mtazamaji wangu? Yani wakiangalia wanaona kabisa hawa wanaenda na common wananchi sana. Yani sio watu wa kubatisha vitu. Umenipata ni watu ambao wako na nani? Wako na wananchi. Lakini pia ni watu ambao wameshatuonyesha kwamba openly wamekuwa wakichallenge. Umenipata? Wamekuwa wakichallenge power, kitu ambacho viongozi wengi wameshindwa. Viongozi wengi ni wale wa kwenda na upepo. Kwamba bwana, mimi naona bwana tuende hivi. Yani sisi huku ni two term na hakuna hata kuchallenge hata kitu kimoja, yani wakati vitu vinaenda mrama. Vitu wao wanatakaga viwe vimeenda hivyo ambavyo inasema huko kutoka kwa mkubwa. Lakini inakuwa vizuri zaidi kama tunaweza tukapata viongozi ambao at some point wanaweza wakajitokeza na wakasema kwamba there is this thing ambayo haiendi vizuri. And again, mimi hata siku zote nasemaga hapa kwamba sijui ni nini au ni kina nani waliwafundisha akina Wanga au akina Uburu ama akina not Sifuna but Uburu, Wanga, nani akina Junet, kwamba the only way mtu anaweza akaonyesha support mwanasiasa mwingine ni eti kama haumzungumzii au kama haumchallenge. Yani wewe kama haumchallenge ndio inaonyesha kabisa unamsupport vizuri. Umeelewa? And I'm like, ndugu zangu, sometimes kusaidia mtu lazima umwambie ukweli sehemu ambapo anakosea. Umenipata Ndio namna ambavyo sisi tunaweza tukasonga mbele. Ndio namna ambavyo sisi tunaweza tukafanikiwa. And most of these leaders, they don't do that. And sometimes inaleta hiyo disconnection kati yao na wananchi. Lakini wanaonekana watu ambao wako very consistent hata kwenye beliefs zao, kwa sababu unajua supporters nao wakifeel kwamba viongozi ni watu wa kubadilisha mind yao, wako hivi leo wako vile kesho. Mtu kama Sifuna ni watu ambao wana msimamo mzuri sana, dhabiti, since baba anafariki mpaka leo wame maintain. Msikize Junet hata mwaka moja uliopita alikuwa anaongea nini, kama miaka miwili. Watu wanabadilika kama kinyonga yani. Alafu sasa wanataka wapendwe na wananchi. Sasa hiyo inafanyika vipi? Lakini hivyo ambavyo wana defend pia ODM, akina Babu, akina Sifuna, inawapa tu nguvu automatic. Mwisho siku wanaonekana watu ambao wana uwezo wa kuhakikisha kabisa chama cha ODM kinakuwa kubwa na kinakuwa na nguvu na kinafanya the same thing ambayo ilikuwa inafanya wakati baba alikuwa hai. Lakini wana connect of course na youths, hata ukiwasikiliza, hata ukiwaona, hata ukiangalia maumri wako vizuri kabisa, naweza nikasema hivyo. Lakini pia kitu kingine, they are seen as less comfortable with power. Unajua kuna watu wako comfortable, yani yeye akona, yani for example mtu kama Wandai, wale sasa wako na power na wamesettle, yani wako tu pale two term leaders. Umenipata kuna watu lazima wakionekana wanakuwa hungry, wanataka kupigania taifa. Hao ndo watu sasa wananchi wanataka. Hata Ruto anataka watu kama hao ndo pia na yeye asaidiwe, lakini yeye anaamini kama ukimuimbia hiyo two term ndo sasa yafanya kazi nzuri. But again pia mwanasiasa sometimes inabidi uwe independent minded kidogo, yani usikue, yani kuwa mtu ambaye unatoa uamuzi kulingana na jinsi vitu vilivyo. Usitoe uamuzi kulingana na namna vitu vinasemwa au mkubwa alivyosema ndo hivyo wewe unataka kufuata. Hapana, sometimes it's boring inafanya uonekane you're very weak. Unafanya yani wewe uonekane mtu ambaye haeleweki na mambo kama hayo, mtazamaji wangu. Lakini ni watu ambao they symbolize resistance but not comfort. Kuna watu tayari washakuwa comfortable hata kwenye hizo nafasi zao, na hata namna ambavyo serikali ilivyo wako very very comfortable, and hawana hiyo time ya kujaribu kusema jamani
hapa ni kama haikuenda vizuri, si hapa haikuenda vipi. Wao wako very comfortable and things are just okay. Lakini ODM supporters according to kitu ambacho baba aliwafundisha, lakini kuna namna baba yeye mwenyewe alikuwa ameshatengeneza mazingira fulani kwamba yani viongozi wa ODM sio kwa kichwa ngumu, lakini wawe watu ambao wako vizuri, yani hata kwenye kutetea watu unakuwa tough kidogo, yani ukue mtu tu upo, yani kishasemekana inafaa iko hivi inakuwa hivyo automatic, inakuwa ni hapana. Umeelewa mtazamaji wangu? Inakuwa ni vigumu sana mtazamaji wangu. So I don't know, maoni yako sijui ni gani, uniachia hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi make sure una subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na kila wakati. Bye bye. Don't never care what people say, just do what you do. I'm a on the beat. Oh yeah, yeah, yeah. Gogorichi, Masauti. Kareka. Shinavyo tele. Amelala. So at least naweza kubebea sasa, sio? Yeah. Ametulia tu sasa. Unasema ni kijana ama ni ba ya na chokolea toto. Nianza matako bado. Bado kiasi tu. Wanajuanga hawezi tembea. Yeah. Yuma songa ukae hapa na mimi. Nenda kwa timu. Uza tu haina shida. Uza tu. Hivi kama anataka kitu. Sio yeye telefoni. Nenda kwa kwenye kazi. Yeah, so tuko sawa. Duka iko sawa, at least wanaweza survive kidogo. Na tutakuwa tunarudi. Si ndio? Hata wakati msimu wa Christmas tuta make sure tumetengeneza Ayuma nywele. Lakini takae kama mrembo. Ndio. Ni msichana mdogo, ni venye tu the kind of disability Ayuma. she has. Lakini ni mrembo tu sana. Ayuma wewe si mrembo? Ayuma wewe ni mrembo bana. Ni mrembo. Ni nywele tu inafaa ushuke upake mafuta kidogo hapa, utengeneze makucha, alafu sawa. Ndio? Okay. Sawa. So mambo iko sawa hivyo. Okay, sawa. So finally niko na Ayuma, niko na dada yake hapa, na niko na mtoto wao mdogo, na duka iko sawa sasa. Duka iko sawa. Ni kuuza tu pole, si ndio? Walikuwa wananiuliza nani atakuwa anasaidia Ayuma, kumbe kuna kuwa na mtu huwa anamsaidia. So huyu sasa hapa ndo waga anamsaidia, and a very big shout kwa mtu kama huyu, kwa sababu kufanya kazi kama hii waga ni ngumu sana. But again, Mungu siku zote akitutangulia hivi ambavyo ametutangulia, unakuwa hapa unamsaidia, na sisi pia tuko hapa, si ndio? Tutakuwa tunakuja pole na kila kitu kitakaa vizuri. So kwa ndugu zangu ambao walikuwa wananiuliza na nilipataje Ayuma, ule sasa anaitwa Magi. So Magi ndo aliniintroduce kwa Ayuma. Ayuma akasema bana, huku wanaendelea kupambana, so ni booster tu kidogo, maisha iendelee, na ndo maana ya familia. So Team Double Updates, nawashukuru sana popote pale mlipo. Tunafanyaga hivi, we've been doing this, na tutaendelea kufanya hivi, tusimame na watu tofauti, and kila kitu kitakaa sawa, si ndio? So tupambane. Mimi hapa nataka nikirudi napata vitu zinaendelea, si ndio? Ndio pia tunaweza boost kesho, tuweke mahindi hapo nje, tuweke maharagwe na vitu zingine, si ndio? By the way, tunakushukuru sana kwa kushika dada Ayuma hapa. Unafanya kazi nzuri, si ndio? So pole tu kila kitu kitakaa sawa. Asanteni.